الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلالة. أما بعد، أحبابي في الله، أولا أوصيكم مع وصية نفسي في اتقوا الله عز وجل. حقيقة الأمر لا توجد الفوز إلا بتقواه، لا توجد الفوز إلا بتقواه. Vipenzi vya Allah, baada ya kumshukuru Allah jalla waala, kutaka sala na salamu zimfikie kipenzi cha umma Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi. Jambo la kwanza, ninaihusia nafsi yangu pasi na kusahau nafsi zenu katika swala zima la kumcha Allah jalla waala. Hakika ya ucha Mungu ndio sababu pekee itakayomfanya mja afaulu mbele ya Allah na vile vile afaulu katika mgongo wa ardhi. Wa kauli ya Allah jalla waala alipotuambia kwamba inna lilmuttaqina mafaza, hakika wale ambao waliomcha Mungu, wale ambao walifuata maamrisho ya Allah jalla waala na kuacha makatazo yake subhana, hawa ndio waliofaulu, kwamba wamefaulu katika mgongo wa ardhi. Pia hawa ndio watakaofaulu mbele ya Allah jalla waala. Habab fillah, mawdhu khutbatina leo, kichwa cha habari cha hutuba yetu ya Ijumaa yetu hii ya leo kinasema ma balul qaum, wana nini watu? Ma balul qaum, kimewapata nini watu? Biakhadhihimul aqab, kwa kufuata kwao na kuchukua mambo ambayo yanapelekea katika adhabu. Watarukihimul ajr, na kuacha kwao yale ambayo yanaweza kuwapelekea kupata malipo mbele ya Allah jalla waala. Ma balul qaum, wana nini watu? Biakhadhihimul aqab, kwa kuchukua kwao jambo lenye kuadhibu, kwamba matokeo yake mbele ya Allah jalla waala hakuna malipo isipokuwa kuingia katika adhabu ya Allah. Lakini watarukihimul ajr, na kuacha kwao malipo kwenye jambo hilo kuna malipo Allah jalla waala ameyaweka, na pia kwa yule ambaye atakayefuata mwenendo mwingine kuna adhabu ambayo Allah jalla waala ameiandaa juu ya swala hilo. Sasa watu wakachagua kufuata vile vitu ambavyo vinapelekea katika maangamizi. Ahbabu fillah, ma balul qaum, wana nini watu? Ahbabi rasulillah, mwanzo wa hotuba yetu naomba tukumbushane kwamba tupo katika mwezi mtukufu, miongoni mwa miezi minne mitukufu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mitatu kati ya minne hiyo mutawaliyatu, imefuatana: Dhulqaada, Dhulhijja
wa Muharram. Hii mitatu imefuatana: Dhulqaada, Dhulhijja mwezi uliopita, Muharram mwezi tuliokuwa nao, ikiwa leo tupo katika tarehe 7. Ahbabu Rasulullah, miezi hii aliyetaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alifasiri aya ya Allah jalla wa ala aliposema inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillah. Yeye ndiye akatuwekea wazi miezi yenyewe ni ipi kwa kutuambia hii mitatu imefuatana: Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. Lakini wa Shaaban Mubarrak, na mwezi wa Shaaban ambao huu unakamilika katika idadi ya miezi 4 mitukufu. Kwa hiyo tupo katika mwezi mtukufu. Pamoja na hivyo, kuna tukio ambalo limeunasibisha Uislamu na kuwa ni alama katika Uislamu juu ya tukio hilo, ambayo pia kujikita katika ibada ndani ya siku hiyo kuna fadhila kwa Allahu jalla waala. Pamoja na kusema kwamba mwezi mtukufu, ila kuna siku ambao kuna tukio miongoni mwa matukio ya kihistoria ya Uislamu, ambapo imekuwa ni shiaru ya Uislamu, pia nembo ya Uislamu, ikithibitishwa jambo hili na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au yale yaliyopokelewa kutoka Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala, Imam Bukhari amepokea kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, radhi Allah afikie juu yao, anasema Abdullah ibn Abbas, qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Madinah, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia katika mji wa Madina. Faraa al-yahuda tasumu yawm Ashura, alipoingia katika mji ule wa Madina akawakuta Mayahudi wanafunga siku ya Ashura, siku ya 10 katika mwezi huu wa Muharram. Aliwakuta hivyo Mayahudi. Faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuuliza, ma hadha, kuna nini katika siku hii? Mbona leo watu wanafunga katika mji? Qalu, wakasema kumjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha yawm sarih, tunafunga, hii ni siku njema, ni siku takatifu sana kwa Waislamu. Hadha yawm, siku hii, kwamba siku ya 10 katika mwezi wa Muharram, najallahu bani Israil, ndio siku ambayo tumeandika historia ya Allahu jalla wala kuwaokoa watu wa kizazi cha Israeli min aduwihim, kutokana na maadui wao, kwa maana Musa pamoja na wafuasi wake. Kwa hiyo miongoni mwa matukio ya kihistoria ndani ya siku ya 10 katika mwezi huu, tarehe 10 ndani ya huu mwezi, ikiwa leo tupo katika siku ya 7, tarehe 7, kesho ni tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10, miongoni mwa matukio ambayo ni nembo katika Uislamu ndani ya mwezi huu Muharram, nabii wa Allah Musa akiwa na wafuasi wake waliokolewa kutokana na Banu Israili, Firauni na wenziwe. Kwa hiyo wakamjibu kwamba siku hii ni siku tukufu, siku ambayo Allah jalla wala aliwaokoa Banu Israili kutokana na maadui zao. Fasamahu Musa, kutokana na hivyo basi Musa akawa anafunga siku hii kwa ajili ya kumshukuru Mola wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia hivyo, qala, akasema, fa ana ahaqu bi Musa minkum, basi mimi nina haki zaidi kumfuata Musa kuliko nyinyi mnavyomfuata. Nyinyi mnafunga kwa kusema kwamba tunaazimisha nabii wa Allah Musa alikokuwa anafunga ndani ya siku hii kutokana na shukrani aliyomshukuru Mola wake kuokolewa na Firauni pamoja na wale ambao waliokuwa nao Firauni. Kutokana na hivyo basi Mtume Musa, nabii wa Allah Musa, akawa anafunga na siku hii. Mtume sallam akasema, nyinyi mko mnafuata Musa kwa kufuata historia hiyo ambayo mlioisema, ana min ahaqu bi Musa minkum, nina haki zaidi kumfuata Musa kuliko nyinyi. Basi fasamahu nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume akaifunga siku hiyo, wa amara bisiyami, na pia akawaamrisha masahaba wake kufunga ndani ya siku hiyo. Kwamba siku gani? Siku ya 10 katika mwezi tuliokuwa nao. Leo tupo katika tarehe ya 7, tarehe ya 8, ya 9, ya 10 ndio kuna ibada hiyo ya funga ya Ashura.
fakad suila an-nabii sallallahu alaihi wasallam, aliwahi kuulizwa mtume sana salamu zimfikie juu yake, an saumi ashura, kuhusiana na funga hii ya siku ya 10 katika mwezi wa Muharram. Faqala, mtume akasema, ahtasibu ala Allah, ninategemea na ninatarajia mimi kwa Allah jalla waala, an yukaffira sanata allati qablahu, afute madhambi ya mwaka ambao uliokuwa kabla ya funga hiyo. Kwamba siku ya 10 unafunga, basi miongoni mwa faida ambazo zinazopatikana ndani yake, mtume anasema matarajio yangu faida zitakazopatikana kwenye funga hiyo ni kusamehewa madhambi ya mwaka mzima wa nyuma uliopita. Kwa hiyo unakuta faida zake ni kubwa mno, kutokana na maisha ya kibinadamu, kutokana na maumbile ya kibinadamu, fitratullah, maumbile ya Allah ambayo aliumba wanadamu. Katika maumbile hayo makosa yapo, unajimakinisha vipi na makosa yako? Miongoni mwa ofa ambazo Allah jalla ametupa ni siku ya Ashura. Ninategemea kwa Allah afute madhambi ya mwaka ambao uliotangulia kutokana na funga siku hiyo. Nahnu fi yaumi sabi, tupo katika siku ya 7 leo katika mwezi huu wa Muharram, ahbabu Rasulillah. Lakini unapendezeshwa kufunga siku kabla yake au siku baada yake, kama kufunga siku ya 9 na ya 10 au kufunga siku ya 10 na ya 11. Jambo hili ni mustahabu, linapendezeshwa kutokana na kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, la in bakitu ila qabil la asumanna tasa, endapo Allah atakaponibakisha mpaka mwaka unaofuata, basi mimi nitafunga kuanzia siku ya 9. Hii ni baada ya masahaba kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi tunafunga katika siku hii, Mayahudi nao wanafunga katika siku hii, na umetuambia tuendane kinyume na Mayahudi, tusifanane nao Mayahudi katika masuala yetu ya ibada, tufanyeje? Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lau kama mimi nitabaki mpaka mwaka unaofuata, basi la asumanna tasa, mimi nitaanza kufunga siku ya 9. Kwa hiyo ikawa ni mustahabu kwamba kufunga siku ya 9 na ya 10 au ya 10 na ya 11, siku kabla yake na siku baada yake, mustahabu jambo hili. Lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, sumu yawman qablahu, fungeni siku hiyo ya Ashura siku moja kabla yake, au yawman ba'dahu, au siku moja baada yake utafunga siku ya Ashura, siku ya 10 na ya 11. Khalifu Yahuda, kinachotakiwa katika kufanya hivyo nende ni kinyume na Mayahudi, kwa sababu Mayahudi wanafunga siku hiyo tu, ili tusiwe nao katika hilo, kusema kwamba tumeshikana nao mkono kwenye hilo. Basi khalifu Yahuda, nende ni kinyume, wakhalifuni Mayahudi kwa kufunga siku ya 9 na ya 10 au ya 10 na ya 11. Ahbabi fillah, vipenzi wa Allah, siku hii ni siku ambayo malipo yake ni makubwa mno, kama ilivyothibiti katika hadithi Mtume sallam kwa kusema kwamba matarajio na natarajia Allah afute madhambi ya mwaka mzima uliopita. Hivyo tuchukue nia za maksudi juu ya kupata fadhila hizi, tusiziache zikapita. Kila mwanadamu ni mwenye kukosea, makosa yapo. Miongoni mwa ofa ambazo Allah jalla waala ametupa ni hizi, na Allah anapenda zaidi kuendewa zile ofa zake alizozitoa, kama vile anivyopenda kuacha na kukatazika na yale ambayo aliyokataza, au kama vile anivyopenda kuyaendea yale aliyoamrisha na kuyafaradhisha. Kwa hiyo miongoni mwa vitu alivyovipenda Allah jalla waala ni kuendea ofa kama hizi. Ahbabu fillah, maudhui yetu inasema mabaru qaumi, wana nini watu, biakhadhihim al-iqabi, kwa kuchukua kwao jambo lenye kuadhibu, wa tarkihim al-ajr, na kuacha kwao jambo lenye kuleta malipo. Tumeona kwamba siku ya Ashura kuna malipo ndani yake, endapo tutakapojifungamanisha na vipi na ibada ya kufunga, ndio malipo hayo yanapatikana. Hababu fillah, ama ma yafalu Shia, ama yale ambayo wanayofanya Shia fi hadha yaumi, katika siku hii, siku ya 10 ya mwezi wa Muharram, min dharbi suduri, kutokana na kupiga vifua vyao, kwamba wamejitenga mabarabarani, wamefunga mitaa, wapiga vifua vyao, wa watu milkhududi, na kupiga mashavu yao, wanajipiga makofi katika siku kama hiyo, wa dharbi salati ala al-aktafi, na kupiga minyororo katika mabega yao mpaka damu zinawatoka, wengine wakachukua mapanga, visu kujikatakata katika siku kama hiyo.
fa inna hadhihi al-umura, hakika ya mambo haya wanayoyafanya, munkaratun, mambo yenye kuchukiza yapo katika Uislamu. Yale ambayo wanayofanya Shia wakianasibisha katika tukio lao au katika historia zao walizosema kwamba siku hii Hussein radhiallahu anhu alifikia juu yake aliuawa. Ndio aliuawa, lakini sasa matumizi ya hii siku ni tofauti na vile mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuja. Mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wafunge katika siku hii, lakini wao wameazimisha kwa mwenendo mwingine na wametengeneza mazingira mengine na kufanya mambo ambayo hayapo katika Uislamu. Haya anawafanya hawa kupiga mashavu yao, kupiga vifua, kujipasua pasua, kujikatakata, kupiga minyororo kwenye mabega yao. Mambo haya hayapo katika Uislamu na ni mambo yenye kuchukiza. Na anna nabii sallallahu alaihi wasallam, haitoshi hivyo au istoshe, Mtume pia amekataza juu ya masuala haya kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, laysa minna, si katika sisi, si katika Waislamu, man latama al-khududa, yule ambaye atakayepiga mashavu yake kutokana na kupatwa na msiba. Amepatwa na msiba kwamba amefiliwa na mtu, baba yake, mwanawe, akakaa chini na kuanza kupiga mashavu, laysa minna, si katika sisi. Man latama al-khududa, mwenye kupiga mashavu. Lakini washakkal juyuba, na akawa anapasua mifuko yake ya nguo, anachana nguo kwa kuonesha kwamba ana huzuni kiasi kikubwa, ana machungu kiasi kikubwa kutokana na yale ambayo yaliyomkuta. Washakkal juyuba, lakini wada bidawa al-jahiliya, na akawa anaita wito wa kijinga, akawa anaomba maombi ya kijinga, anaomboleza na mengineyo, si katika sisi. Hili ni katazo la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukiangalia katazo hili, Shia hawatoki hata katika moja kati ya pointi zilizotajwa na Mtume. Kupiga mashavu wanalo, vile vile kupasua nguo, sijui kujichana, kujipasua, ndio mambo ambayo wanawafanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laysa minna, si katika Uislamu. Ahbabu Rasulillah, ma balu qaumi, wana nini watu biakhadhihim al-iqab, kwa kuchagua kwao kufuata adhabu, wa tarkihim al-ajr, na kuacha kwao malipo yanapatikana kufunga ndani ya siku ya Ashura, lakini wewe ukawa unachagua kujitesa na kujiingiza katika hirafu. Allah jalla wa ala anasema, wala atruku biaidikum ila taharuka, msijiingize kwa mikono yenu katika maangamivu. Na makatazo mengine ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, au na kauli nyingine aliyotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuonesha kwamba kwenye Uislamu hakuna masuala ya kujiletea madhara au kuwadhuru wengine, kusema la dharara la dhirara. Kwa hiyo ukiangalia makatazo haya yote, wanaingia wale ambao wanaonasibisha jambo lao kwa kusema siku hii aliuawa Hussein. Naam, ndio, lakini sasa mafundisho yapo hivyo, Uislamu ulivyohitaji ndio unahitajiwe hivyo. Hakuna swala hilo katika Uislamu. Kwa hiyo yale ambayo wanawafanya Shia si katika dini, na jambo hili ni munkaratun, jambo lenye kuchukiza. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza na kulikemea. Lakini ukizingatia, wakati istashhada fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam Hamza bin Abdul Muttalib, katika zama zake Mtume alikufa shahidi Hamza, unajua hilo, katika vita vya Badri. Lakini pamoja na hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafanya chochote miongoni mwa anayofanya, kusema kwamba leo ndio siku aliyokufa Hamza, ni baba mdogo, alafu vile pia alikuwa ni sahaba aliyekuwa akishikamana vizuri na dini, alikuwa ni mtu shujaa ambaye Waislamu kwa namna moja ama nyingine ilikuwa ni miongoni mwa nguzo zao katika vita na sehemu zingine. Hajatenga siku Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema kwamba siku hii leo tunaomboleza kwa ajili ya kifo cha Hamza. Falam yafalu shay'an mimma yafalu haula, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa hajafanya chochote miongoni mwa yale wanayofanya hawa katika siku hii ya Ashura. Ama alhuzun, ama kuhuzunika, kwamba kuhuzunika, kupatwa na huzuni, mimma la yunkaru ala ahadi, ni miongoni mwa mambo ambayo hayakemei wala hayakatazwi kwa yoyote. Umepatwa na msiba, kuhuzunika ni jambo ambalo halikemei kwa yoyote. Kwa hiyo tunahuzunika labda kwa jambo fulani, amekufa fulani, jambo hili halikemei kwa yoyote. Jambo hili ni miongoni mwa mambo ambayo la yunkiru ala ahadi, halikemei kwa mtu yoyote. Fakad hazana Yaqub ala faqdi Yusuf, Yaqub alihuzunika, nabii wa Allah Yaqub alihuzunika juu ya kumkosa mwanawe Yusuf. Baada ya kitambo kirefu kumkosa, baada ya hapo ilimpata hali ya huzuni nabii wa Allah Yaqub. Qala ta'ala,
Allah akasema kutunukulia hali hii ya Yakubu juu ya kumkosa kwake Yusuf ambaye ni mwanawe kipenzi, akasema watawalla anhu, na akajitenga na hao watoto wake ambao walimletea taarifa ya kuzuiliwa na kufungwa mwanawe mwingine, akaona kwamba ni mtoto wangu wa pili huyu. Watawalla anhu, akajitenga nao, wakala na akasema ya asafa ala Yusuf, masikitiko makubwa juu ya Yusuf, kwamba bado anafikiria, anapatwa na huzuni juu ya kumkosa mwanawe Yusuf. Jambo hili lilimpata nabii wa Allah Yakub, lakini wabiyadhat ainahu min alhuzn, macho yake akawa meupe kutokana na huzuni aliyokuwa nayo, wa huwa kadhim, naye akiwa yupo katika hali ya kujilazimisha kuzuia hasira huzuni ile. Kwa hiyo unakuta kwamba huzuni ni jambo ambalo alikataza, alikemewi kwa mtu yoyote, lakini namna ya kuhuzunika ndio hii ambayo inofanywa, kwamba watu wanajifanyia hili na lile, wanavaa mavazi kwa kusema kwamba tutavaa mavazi meusi kuombolea. Kitu kama hicho hakuna katika Uislamu. Mtume sallam anasema vaeni mavazi yenu meupe, katika mavazi yenu meupe ndio vaeni, lakini wakafinini maiti wenu kwa kupitia mavazi hayo meupe, si mavazi meusi kwa kusema kwamba mavazi haya tunayachagua ndio la, ama wanayofanya haya si katika dini, wanayofanya hawa si katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutwa na hali hiyo pia pindi alipofariki mwanawe Ibrahim, akaonekana anatiririkwa na machozi, anamtoka machozi. Abdurrahman bin Auf akamwambia wa anta ya Rasulullah, mtume wa Allah, na wewe pia unalia, machozi yanakutoka kweli? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ya ibn Auf, Abdurrahman bin Auf, hii ni rahma ambayo Allah anaijalia kwa mja wake, kwamba ni huruma ambayo Allah amenijalia, hii ndio inanisababisha mpaka macho yangu yanatoka na michozi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile akasema innal aina, hakika ya macho, tadmau, yanatoka na machozi, wal qalba, na moyo, yahzan, unahuzunika, wala nakula, wala hatusemi illa ma yarda rabbuna, isipokuwa yale ambayo yanaomridhisha Mola wetu na kuyaridhia Mola wetu. Wa inna, na hakika yetu sisi, bifarakika ya Ibrahim la muhzanun, kwa kuachana na sisi, kwa kufa kwako Ibrahimu, sisi ni wenye kuhuzunika. La muhzanun, ni wenye kuhuzunika, kwamba huzuni ni jambo ambalo la yunkaru ala ahad, alikatazwi kwa mtu yeyote. Kaifia ya huzuni ndio hii ambayo inafanyika? Hapana. Ama wanawafanya hawa katika kipindi hichi, katika kupiga makofi vifua vyao, kupiga mashafu, kujichapa na minyororo, kujikata na mapanga, miongoni mwa mambo ambayo mumkaratu, ni mambo ambayo yenye kuchukiza katika Uislamu, hayapo na Mtume sallallahu alaihi wasallam amewachukia. Na hababu fillah, kichwa cha habari kinasema maabalul qaum, wana nini watu, kimewapata nini watu? Biakhadhihimul iqabi, kwa kuchukua kwao jambo lenye kuadhibu. Hivi tunavyofanya ni katika kuingia kwenye hayati maangamivu, kwamba unaingia katika adhabu ya Allah. Allah amekataza kujitesa wewe mwenyewe, kujiingiza katika maangamivu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza juu ya hilo. Isitoshi, katika siku hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ameleta mafundisho hasa namna ya kuifanya siku hii, na kwa ajili ya tukio maalum ambalo tulilisema mwanzo juu ya kuokolewa nabii wa Allah Musa kutokana na Firauni na jeshi lake. Basi nabii wa Allah Musa akawa anafunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusimuliwa haya akasema minna haki zaidi kuliko nyinyi, minna haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi, kwamba minna haki zaidi kumfuata Musa kuliko vile ambavyo mnavyofikiria nyinyi. Sasa kufuata ile ambalo alilofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam watu hawafanyi, wanafuata mengineyo, inamaanisha kwamba ni kuchagua adhabu, kuingia katika inkaru, na unaacha jambo ambalo lina malipo ambayo kusamehewa kwa madhambi ya mwaka mzima. Kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ninategemea kwa Allah, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata qablahu, ninategemea kwa Allah kusamehe madhambi ya mwaka mzima uliokuwa nyuma ya funga hiyo, ambayo ni funga ya siku ya 10. Mabalul qaum, wana nini watu? Biakhadhihimul iqabi, ukuchukua kwao mambo ambayo yanapelekea katika kuadhibu, watarikihim al-ajri, na kuacha kwao malipo. Qala al-Hafidh ibn Kathir anasema katika binayatu an-nihaya, fa kullu muslimin, basi kila muislamu, fayambaghi lahu, inapasa kwake yeye muislamu huyo, an yahzunahu qatluhu, kimuhuzunishe kifo cha
sahaba Husaini radhiyallahu anhu. Fa innahu, kwa hakika ya jambo hilo, fa innahu, hakika ya yeye yani huyo Husaini, min saadati almuslimina, ni miongoni mwa waislamu watukufu, ni watu watukufu, wa ulamai sahaba, na miongoni mwa sahaba ambao walikuwa na elimu kubwa zaidi. Lakini wa binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, achana na hayo, pia ni mtoto wa binti wa mtume wa Allah ambaye ni Fatima, allati, binti wa mtume ambaye hiya afdalu banatihi, ni miongoni mwa mabinti wake waliokuwa bora zaidi. Kwamba Ibn Kathir anasema katika kitabu chake Bidayatu wa Nihaya, kuhuzunika juu ya kufa kwake, jambo hili ni jambo ambalo linampasa kila Muislamu anipofikiria kwamba aone kwamba kutokana na kilichotokea limuhuzunisha jambo hili. Kama tulivyotangulia kusema, Mtume sallallahu alisema kwamba hii ni huruma ambayo Allah ameijalia katika vifua vya baadhi wa waja wake. Kuhuzunika ni jambo ambalo linapasa kwa kila Muislamu, lakini sio kwa namna hii na wala sio kwa kaifia hii. Kwa hiyo Mikatili anasema kwamba huyu alikuwa ni miongoni mwa maswahaba wenye elimu kubwa, ni vivyo ni binti, mtoto wa binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walakinna, alichokisema na lakini, la yuhsanu, haili vizuri, mimma yafalu shi'atu, miongoni mwa yale ambayo wanawafanya Shia, min izhari al-jazm, kutokana na kudhihirisha kushindwa au kukata tamaa, wal huzun, na kudhihirisha huzuni, alladhi, huzuni ambayo la aktharahu tasannu wa riya, huenda ikawa wengi ambao wanafanya hivyo na kwa ni tasannu, kujifanyisha tu kwamba aonekana anafanya vile, lakini hana hiyo huzuni yenyewe, lakini wariyao, na kujionyesha katika hili. Ahbabi Rasulillah, ma balul qaum, wana nini watu? Wanaacha kile ambacho alichokifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kufunga siku ya Ashura malipo yake yanayopatikana kwamba Allah jalla wala anasamehe madhambi ya mwaka mzima uliopita. Tunaacha hili, au watu wanaacha haya, kesho na kesho kutwa alichokichukua kinapeleka katika adhabu. Mabarul qaum, wanafikiria nini? Wana nini watu? Bi akhadhihimu anayakati, kwa kuchukua kwao mambo ambayo yanakupelekea kwenye kuadhibu, kwa tarakihimul ajri, na kuacha kwao mambo ambayo yanapelekea kupata malipo mbele ya Allah jalla wala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, ud'u rabbakum antum muqinuna bil ijaba. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابي في الله، أما في خطبتنا الثانية، katika hotuba yetu ya pili kitabebwa na kichwa cha habari kile kinachosema wana nini watu kwa uchaguzi wao wa kuchagua mambo ambayo yanapeleka kwenye adhabu, kwa kusema labda tunahuzunika kwa jambo hili, na wanaacha kile ambacho kitawapelekea malipo ya faida kubwa zaidi ya kwamba mtu anasamehewa madhambi ya mwaka mzima kutokana na funga hiyo ya siku ya 10 au ya mwezi 10 ndani ya mwezi huu wa Muharram, ikiwa leo tupo katika siku ya 7. Ahbabi fillah, Ibn Kathir akaendelea kusema kwa kuonesha uovu na ubaya wa haya ambayo yanofanywa na Shia, si katika Uislamu na si katika dini. Anasema waqad kana abuhu afdalu min, na ukizingatia baba yake huyo Hussein ambaye ni Ali alikuwa ni bora zaidi kuliko huyo Hussein, kuliko mwanawe, na alikufa siku ya Ijumaa akiwa anatoka katika nyumba yake anaelekea katika swala ya alfajiri, akauawa. Lakini hawajafanya siku ya kufa kwake kwamba ni maatam, ni siku ya kuomboleza. Hawajafanya hivyo, hawajafanya watu siku ya kufa kwake kwamba ni siku ya kuomboleza. Vile vile ukiangalia Uthman, basi Allah zimfikie juu yake, naye aliuawa katika ayamu tashrik, lakini hakuja chukuliwa ni siku ambayo watu wanahuzunika kutokana na jambo hilo lililotokea kwa Uthman, basi Allah zimfikie juu yake. Uthman alifariki au alikufa kwa kuchinjwa, min waridi ila waridi, kuanzia mshipa mpaka mshipa wa mwisho, kichwa kikatenganishwa. Hakuna mtu ambaye alifanya siku yake ni maatam, kwamba watu wanakaa wanasikitika na kuhuzunika juu ya jambo hili. Limadha Hussein? Kwa sababu gani Hussein tu? Lakini vile vile Umar radhiallahu anhu
yupo mihrab anaswalisha watu, anakuja Abu Lu'lu' al-Majusi anamjeruhi kusababisha kifo chake. Hakuna mtu ambaye aliyefanya siku hii ni siku ya kuhuzunika. Abu Bakar vile vile, Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna mtu aliyetengeneza siku ya kufa kwake kwamba ni siku ya watu ya kuhuzunika na kusikitika. Haya tunayofanya min ain, kutoka wapi? Kwa hiyo watu wanafikiria nini? Kimewapata kitu gani kwa kiasi ambacho wanaacha kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha, na wanafuata mwenendo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafundisha, bali inawapelekea katika maangamivu kwa namna moja ama nyingine. Na utawakuta wengine wanasema kwamba sisi si katika wao, lakini wanaweza wakahusika kwa namna moja ama nyingine kwa kusema kwamba mimi nimepewa shilingi 10,000, shilingi 3,000, 4,000, 5,000, nimepewa kitu fulani, nivae tu nguo yao nyeusi, niandike nivae hivyo fulana tu niandike ya Hussein kutwa mzima. Kwa hiyo nimechangia nini? Mwenye kujifananisha na watu na yeye ni miongoni wao. Man tashabbaha biqaumi fa huwa minhum, yule ambaye atakayejifananisha na watu fulani hawezi kutoka katika wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivyo. Kwa hiyo yule ambaye atakayeshiriki katika jambo hilo kwa namna moja ama nyingine, na wewe unahusabika katika wao kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wapo ambao wanaoshiriki hivyo. Kama hujashiriki wewe, anaweza akashirikishwa mtoto wako kama hujakuwa makini na mtoto wako, akavalishwa nguo akawa anapita majiani na kuomboleza kwa namna moja ama nyingine, au akavalishwa vazi tu akaambiwa nenda nalo, yeye anazunguka nalo tuko basi na kudaiwa wala kufanyaje. Hii tayari anaingia katika hali ya kuhamasisha siku hiyo, na yeye anahusika katika jambo hilo endapo ukiwa mzazi haujakuwa makini kutokana na jambo hili. Ibn Kathir anasema wa ahsan, ama jambo ambalo lilikuwa zuri zaidi na bora zaidi, mayukalu, ambayo linalosemwa au ambayo yanayosemwa wakati mtu anapohuzunika, inda dhikri hadhihi almasaib, wakati wa kukumbuka hii misiba, matatizo haya yaliyoingia katika Uislamu ama matukio haya katika Uislamu, kuuawa kwa Hussein, iwe kuuawa kwa Uthman, kwa Umar na wengineo katika Waislamu, yaliokuwa bora zaidi yanayohitajika kusemwa endapo mtu akiyakumbuka haya kakaa alikumbukia, sio kwa kupanga siku maalum. Umekaa umekumbukia juu ya jambo hilo, lilikuwa bora zaidi kusema marawau Ali bin Hussein, ni lile alilopokea Ali bin Hussein anjatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa babu yake ambaye ni mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, zimfikie juu yake, annahu qala, hakika ya mtume amesema, ma min muslimin, hakuna muislamu yoyote, yusabu min musibatin, akapatwa na msiba wowote, fayatadhakkaruha, alafu akakaa akaukumbuka msiba huo, wa intakadama ahaduha, hata kama muda wake ulipita kwamba miaka 3, 4, 5, lakini kwamba ameukumbuka msiba huo uliomkuta, fayuhdithu laha istirja, baada ya hapo akakaa chini akaleta istirja, kurudi kwa Mola wake kwa kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anasema mtume illa ataahu Allahu, akisema kauli hii isipokuwa Allah atampa minal ajri, katika malipo, mithla yaumi usiba biha, mfano wa siku ile aliyopatwa na msiba ule, kwamba siku ambayo ulipatwa na msiba ulikuwa kama ulikuwa mvumilivu, Allah analipa. Wabashiri sabirin, wape bishara njema wale ambao wanaokaa chini na kuvumilia wanapopatwa na misiba. Ni wapi? Wale ambao wanaosema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ukawa mvumilivu ndani ya siku ambayo ulipatwa na msiba, lakini ukakaa siku kaja kukumbuka msiba ule ambao uliokukuta, alafu ukasema hivyo hivyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, basi Mtume sallallahu anasema kwamba malipo taliyopata siku ile ya kwanza tu, inna sabra inda sadmatil ula, wakati pale ulipopatwa na mgongo tule wa msiba ukavumilia, malipo uliyopata siku ile, basi na siku nyingine uliokumbuka ukasema hivyo, malipo ni hayo. Haya ndio ya kusema na ya kufanya, na wala sio yale ambayo yanayofanya, yale ambayo yanofanya na Mashia katika kipindi hichi au katika zama hizo zilizopita, juu ya kusema kwamba wanahuzunika na tukio la kifo cha Hussein. Jambo hili si katika Uislamu, na atakayejifananisha kwao na atakayeingia katika wao akashiriki kwa namna moja ama nyingine, basi kwa uaminifu naye atahesabika ni miongoni mwao. Lakini pia kuna bid'a nyingine ambayo inayofanywa katika siku hii. Hawa ni baadhi ya watu wa Shamu, wao kwa vile kuona Mashia wanafanya maombolezo na hukuhuzunika na siku hii, wakasema sie tutengane nao, twende kinyume na Mashia. Tunafanyaje?
wao siku hii kwamba wanapika vizuri, wanatafuta mavazi mazuri, wanavaa na kutembeleana na kusabahiana kama siku za sikukuu. Hii ni bidaa nyingine, na jambo hilo halijadhihiri katika Uislamu. Maabalul qaum, wamepatwa na nini watu? Biakhadhihim al-iqabi, kwa kuchukua kwao jambo lenye kuadhibu, watarikihim, na kuacha kwao al-ajri, jambo lenye malipo. Jambo lenye kuadhibu ni lipi? Ni hili ambalo wanilolifanya na kulinasibisha kwamba ni katika Uislamu. Watu wanahuzunika juu ya maktal Hussein, kifo cha Hussein. Jambo hili katika Uislamu hakuna. Sio kwamba hajakufa, hapana, sivyo hivyo, bali kuhuzunika na kuomboleza kuweka siku maalum katika Uislamu hakuna. Achana na hiyo kujizuru, kujiletea madhara wewe mwenyewe kwa kusema na mwaga damu kwa kutokana na huzuni ya Hussein. Jambo hili halipo, na hili ambalo wanilolizua kwa kuandaa siku maalum ndio halipo kabisa. Ama jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alilothibitisha kwetu sisi ni kufunga katika siku hii, na vile vile akasema kwamba inahitajika mtu afunge siku ya 9 au siku ya 9 na ya 10 au ya 10 na ya 11. Ni siku kabla yake au siku baada yake, ambaye yule atakayefanyiwa wepesi na Allahu jalla wala kufanya hivyo na ajikite fadhila zinazopatikana. Yukaffiru Allahu sanatan qabla, wa nafuta Allahu madhambi ya mwaka mzima uliopita kutokana na funga hiyo ya siku ya Ashura. Tukikumbushana, leo tupo katika siku ya 7 inayofuata, ya 8, ya 9, kwamba kufunga siku ya 9 na ya 10, au kaamua nafunga siku ya 10 na ya 11, ili mradi upate malipo. Na pia tujitahadharishe zaidi na haya ambayo yanayofanywa na Mashia, tusije tukaingia katika hirafi, tukaingia katika maangamivu. Maabalul qaumi, wana nini watu? Biakhadhihim, kwa kuchukua kwao al-Kaaba, jambo lenye kuadhibu, wa tarikihimul ajr, na kuacha kwao malipo. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. أقم الصلاة.